masita bora ikuje kutu kujibusu wae na gete anasema ila kama amajengandi ajengandi kitu Gogo anauliza swali ama anauliza swali kitu nijibusu wae lakini nijibusu ni negata umagitu ni kuune kitu ni kujibusu takeke uniboe ni kutegena kwa hivyo mali ukiwa kanisa anyo buge magibo atisa deji tinda jibusu wae jibusu takeke unafanya ujinga Nagita, kung gito nin kung napalit, magyawundo ko kita sin bayot. Ki akebya sa nagita, gito nin gito kita. Ya ibalo, kaya ito lang ito bayi sila ka gito gisa da. Jauh ang gibig lago gila ha, batara ang gita. Ang naginya, kung akebya sa tapo ito. Namundo ko mo kung tara to. Oh ganisa, oh nyo kung mo buko ito le akebya sa tapo. Aduh kita udah nih juga nih buat gitu. Ini bakal gitu. Ini juga ini begini. Bakal gitu semua tak koi. Bakal gitu. Bwana uliza haki kabisa yake, anasema wakati mtu amesikia Adam, ila Adam mtu sasa ni Adam mkubwa. Haya nisa ni na Gogo anasema podika ni yeye kujina podika yako ndani ya podika. Yani swali yani Gogo anauliza yani je huko penye sasa huyo kijana anatoka, yani huko wanaoanga bibi watatu kwa sababu ati yeye anajua hata mtu akioa bibi wawili kwa Wanandi. Sasa yeye wanahesabu ule mwingine wa pili kama sio bibi, mali tu ndio imemleta, mwenye anahesabika ni huyu wa kwanza. Akasema sasa ndio kwa kanisa pia ndio yeye anaamini ya kanisa, kwa sababu kanisa inakubali bibi mmoja, yani ndoa ya watu wawili. Akasema ule mwingine watatu huyo ni wa mali tu. Akasema sasa yeye anauliza yani huko wanaoa watatu. Kwa hivyo hata Gogo anajua hiyo. Unajua kuna kitu hatuwezi kutenganisha hata tukijifariji. Mnajua ni kwa nini Jacob alikuwa na wake wangapi? Halo, hiyo hata hatujui. Jacob alikuwa na wake wangapi? Wawili. Wakati Jacob alipokuwa na hawa wake wawili, wakati alipokutana na Mungu, mke huyu anaitwa Rachel alikufa baada ya kukutana na Mungu ama kabla? Hiyo pia ni swali ya kwanza kufikiria. Baada ya kukutana na Mungu si ndio mke wake alikufa? Kwa nini anakufa? Ni kwa sababu Yakobo alikuwa amekubali mpango wa nani? Wa Mungu. Na kama bado angeendelea huyu mwanamke kuishi, Yakobo angeingia kwa dhambi ya kufanya nini? Ndio maana Mungu anakubali mwanamke akufe ili abakishe mmoja. Na huyu mwanamke huyu ambaye anaitwa Rachel alizikwa wapi? Biblia inasema alizikwa kando ya barabara, ama hiyo mjasoma? Hiyo mjui? Kwani nyinyi tunasomeanga hii Biblia wapi? Nawaambia tumeanza safari lakini tumekwama mahali. Sikiliza hapa. Chapter 35. Anasema nini verse 19?